kwa mujibu wa ratiba niliyopewa na mzee wetu Imamu mkuu wa Masjidi Manyema, jumbe baraza la ulama Sheikh Hamid Mas'ud Jongo, ni ifuatayo. Tutasoma Ikhlasi 3 kwa sababu ya muktadha hali. Ni mwezi wa Ramadhani na sasa ni adhuhuri na kuna madarasa mbalimbali na mpenzi wetu mengi keshafanyiwa kule nyumbani. Kwa hiyo shekhe, isikilizeni hii ratiba kwa mujibu alionipatia niendeshe hivi. Sasa hivi shekhe leo ghalabia Ikhlasi 3, Fatiha 3, Alhamdu 3 na Ikhlasi 3 na salatu ala nabi 3. Kwa hiyo yeye kaniashiria nani apige Fatiha ya kisomo hicho kifanye. Naam. Asante. Basi kwa niaba ya watu wa Saigoni, hususan mzee wangu mzee Sande Mandala Mani, sisi labda ya kukumbuka au kumsherehesha au kumwelezea marehemu ni vile ambavyo aliutumia upolisi wake kutufanya wengine tusione tatizo kuwa na mahusiano na polisi, lakini zaidi ukarimu. Mfano ulio hai ni mimi mwenyewe, alinionyesha namna gani yeye kwake msikiti ni kitu cha maana kuliko hata kwa polisi. Mara moja nilipata mimi na ndugu yangu Mwanamini Mkamba kwenda usiku wake, sisi tuko pale na masuala ya malalamiko, kuna mtu tunamdai, tumechanganyikiwa. Yeye baada ya mweza wenyetu anatuambia kwa sana msikiti ulikuwa tubetu na na shaka kwa kutukaza kuangalia polisi gani. Sisi tuko hapo tumekuja na kesi, yeye atupeleka msikitini. Kwa hiyo kutoka pale kweli akaafua ndani ya viatu vyake, akapanga kamili zake, tukanyanyuka shanika kule pembeni kweli katika msikiti. Imamu akawa yeye, tukaswali, tukamaliza, tukaomba dua, tukarudi ofisini kwake, ndio tukaanza kukaa kuzungumza masuala yetu, ambapo kikubwa kwake ilikuwa ni kutafuta suluhu na wala sio matatizo na mtu. Allahu akbar. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, ratiba inaonyesha wakati wake itakuwa sahihi sasa. Kwa maana kwa shidaba itakuwa mimi wana Sunu Makame, Dr. Sunu Makame, mbunge Afrika Mashariki na Kati, naomba kutoa salamu. Tunataka kumshikia bwana. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Mufti Mkuu, Sheikh wetu, Sheikh wa mkoa, wajumbe wa baraza la ulama, mashehe yote mliopo wakiwa wote, na bwana na manini sote tuliokushwa na msiba huu. Mimi salamu zangu tutazitoa kwa njia mbili. Ya kwanza ya mimi binafsi, ambaye bahati nzuri kubahatika kufanana na marehemu kipindi kirefu, na kipindi chote ambacho nimekuwa nikimfahamu alikuwa ni mtu ambaye amekamata dini na ibada na amefungamana na heri. Tulipoteana kipindi cha katikati, tukaja kukutana baadaye kiasi ya miaka 8 iliyopita. Tulipoteana kukutana baadaye. Kukutana nikamkuta bado yuko katika mambo yake yale yale, tukienda kwenye mambo ya kusanyiko ya binadamu, kwenye mambo ya binadamu.
na utu ambao tunathamini kwamba huo ndio unatakiwa tuwe nao. Basi namkuta kwenye maulidi, nilienda Tanga kwa maulidi, tena Tanga katika kila wilaya, kwenda zetu Kilimanjaro yupo, Arusha yupo, Dar es Salaam yupo, kila mahali alhamdulillah katika mambo hayo. Hiyo hilo nakumbuka nalo na naamini wengi hapa nakumbuka nalo. Nyingine ambalo nakumbuka nalo, ndugu yetu hakuwahi kuwa mmoja ladha, alivaa sura ya furaha, hata miongo. Maneno ya shehe wetu kule Temeke, hata kisogoro kwingi, roho yake iko nzuri, imenyoka alhamdulillah. Na kama ikonyoka roho yake, na imani na amali zake zimenyoka inshallah, na ndio imesibu kwamba katika huu msiba umetokea ndani ya mwezi wa Ramadhani, ashamaliza zaidi ya nusu, na leo ni siku ambayo inafungamana na siku ya Badri, ambapo tuna imani na hati zile na ikazipata inshallah. Nyingine anazo amali zake nyingine ambazo akizifanya sio kila mmoja wetu anaweza kuzifanya, za kujitolea na kujitoa kutoa huduma kwa wenye kuhitaji katika kuwahudumia, mathalan kuwashughulikia wagonjwa, mambo haya tutakumbuka nayo. Na kiufupi tunasema kwamba lile vazi la mja kuwa na tabia njema, basi alivikwa nalo na Mwenyezi Mungu, na tutamkumbuka kwa hilo, na ndio maana hajamchukiza yote, amegusa watu mbalimbali. Mimi nimerusha salamu za rambirambi kama msiba umetokea, taarifa mnazipata jana, niko na kitabu kwetu Zanzibar kwenye boti, nikasema shakosa sababu kwa ajali nikapata dhana kwamba nataka kwa jana, lakini nikatuma Twitter salamu kwenye Twitter ile mtandao wa kijamii, na nilipata feedback kubwa sana na watu wengi wameniletea message, kwa maana ya kwamba katika rika zote na mchanganyiko. Kwa hiyo hilo nilisema nilizungumze, sikae nalo kimya katika siku kama hii. La pili, katika nchi ya salamu nyingine, kwa sababu nilikuwa nimetoka Unguja jana, tulikuwa tuna shughuli za heri katika mashindano ya Qur'an. Tulikuwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na viongozi wengine kule. Salamu hizo zilipata, na mimi nilisema kwa sababu tayari tunataka kwamba masiku ni leo, basi nilikuwa nitoe salamu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na viongozi wetu ambao wako kule nao, ambao pia hajaweza kuja sababu kuna ratiba nyingine inaendelea kwa Pemba. Kwa hiyo na hizi salamu za kutoka Zanzibar natuwakilisha, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yuko visible kama Dachiko, anaonekana katika kila jambo la watu, na yeye yuko la watu la kwake, na yeye pia ni la kwake la watu. Baada ya hayo sema zaidi, Mwenyezi Mungu ndio alokadiria haya. Tunamshukuru kwa maisha ambayo yana mafunzo mengi ya ndugu yetu huyu. Tunamuomba amkufirie, amrehemu, amjalie tutakapoenda kulaza iwe ni sehemu katika viwanja vya peponi inshallah, na mwepushe na kila aina ya adhabu, na sisi sote atujalie kusuluhu. Asalamu alaykum. Hadhira itambue uwepo wa kiongozi wetu mkuu wa kiroho Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali, Mufti Tanzania, yuko kutuongoza katika msiba huu. Utambue uwepo wake, ameingia na tumeswali naye watu hapa. Hivi sasa nimkaribishe mzee wangu Sebadabia Sharifu Wakilo atoe salamu inshallah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Samaha Mufti Sheikh wa Mkoa, Imamu Mkuu wa Masjid Manyema, wajumbe wa Baraza la Ulama, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama hapa kama mmoja wa wazazi wa marehemu. Baba yake marehemu Ahmed au Chidu, mimi ni mwenzangu sana. Tumesoma sote shule ya msingi hiyo hapo. Miaka ya 50, 57, 58, 59, 60. Tumesoma sote madrasa al-Qadami. Walimu wetu walikuwa wanaitwa Mayaka, Shahada na marehemu baba yake kwa mkoa Sheikh Al-Hadi. Sio ni ajabu Muhammad alikuwa na mtoto, Mwenyezi Mungu alimjalia kupata mtoto kama hao, kwa sababu marehemu awali alikuwa ni mtoto wa baba yake, kama baba yake alikuwa mtoto wa baba yake. Na sisi sote kwa tunaomba Mwenyezi Mungu atupe watoto kama hao. Hao walikuwa kijana mkali, nilipenda sana. Alikuwa kijana na akili sana, lakini hatukupenda kwa sababu alikuwa na akili sana, kwa sababu hata shetani ana akili. Tulimpenda hao sio kwa sababu Mwenyezi Mungu alimjalia vipawa mbalimbali ambavyo siwezi kuvitaja vyote hapa, lakini tulimpenda kwa namna alivyovitumia vipawa vyake, kwa jinsi alivyovitumia. Na umma huu hapa leo ni ushahidi tosha na kielelezo cha awali alikuwa ni mwanadamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu akutulie madhambi yake, autulie adhabu ya kaburi, ni Jannatul Firdaus yawe ni makazi yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa maelekezo yanayopewa na kiongozi wetu Sheikh Hamid Mas'ud, hivi sasa nimkaribishe mzee wetu Khalifa Hassan Mlonda ambaye ni mshauri wa Mheshimiwa Mufti atoe salamu.
wakati ni kipindi cha majaribio makubwa sana katika maisha ya dunia, lakini kwa hakika yeye anatuachia darasa kwamba akiona vitu vyote hivi havina maana bila kufanya dini yake na kuwa mtumivu katika dunia hii. Mimi ushauri wangu kufunzi kutoka kwake na yeye kwa darasa kubwa, inshallah Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri duniani na akhera. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mujibu wa ratiba iliyopewa hivi sasa, nitamsimamisha kwetu mwenyekiti Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Ubaya Ubwela. Ishaeleweka hivyo. Lakini Mheshimiwa Mufti na mashehe wote, binafsi sidhani kama nilikuwa na kimo cha kuweza kusimama mbele yenu, lakini kwa kuwa imetajwa na nimetoa amri ya kusema, basi inshallah nitasema ifuatavyo. Marhum ni mtu ambaye nilikuwa na ukaribu naye sana, na ninakumbuka wakati baba yake akiwa hai, ilikuwa kila akija katika eneo la KT Shop anakuja kupaki mbele ya kitaifa na anafuatana naye. Kipindi ambacho marehemu baba yake alipoanza kuumwa, akija naye pale anamwambia, kama siku unaondoka tunawacha nini? Na wasia ule hakuwacha, ilikuwa tunawasiliana karibu kila siku. Nilikutana naye kwa ndugu yangu hapa amesoroka wiki 2 zilizopita, na tulizungumza sana. Kifo chake kilipotokea jana, kila aliyepata taarifa kabla ya kumwombea dua kwanza alishtuka. Kila mmoja alishtuka kwanza. Hii inadhihirisha ni kiasi gani cha ukaribu na wema aliokuwa nao miongoni mwa Waislamu na wa Dar es Salaam wengine, kwa sababu mzee wangu Manabii amesema baba yake amesoma shule ya msingi Mnazi Mmoja, lakini amezaliwa mtaani Victoria, na yeye amekulia hapa Dar es Salaam. Na tunaposema watoto wengine, na yeye ni mtoto wengine kweli, lakini hakuwahi kujikweza, hakuwahi kumdharau mtu, hakuwahi kuwa na aina yote ya utoto wa adabu. Sasa mimi ninaweza kusema kwamba kwa vijana wenzangu, wazee wetu ndio hawa, na leo tunaona hapa wamebakia wachache, mpaka sisi wengine tumepata nafasi ya kusema. Ina maana wazee wanakwisha. Umwamba hauna faida yoyote, kifo kinaweza kukuta wakati wowote na dakika yoyote. Kwa kumalizia, tuseme kwamba Mwenyezi Mungu ameweka siri kubwa sana katika uhai na umauti wa mwanadamu. Kama wanavyotuambia wanafalsafa kwamba uhai wa mwanadamu ni baina ya adhana bila ya sala na sala bila adhana. Hiyo ni falsafa ambayo wazee wetu na mashehe wetu wametufundisha, na hakika sote tuliofikwa na msiba huu bali Qur'ani imetuambia hautofika msiba bila ya idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mujibu wa ratiba iliyopewa,
wetu hapa katika msiba huu amehudhuria mmoja katika wazazi wake marehemu Shawara, Inspector General Omar Mahita. Mwamba huyu enzi yake, mwamba huyu enzi yake. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Toa yule toa, fungua yule fungua. Tunaye hapa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Sasa niliambiwa na Mheshimiwa Mufti pamoja na Sheikh Hamid kwamba mzee huyu kwa heshima ya huyu marehemu atoe salamu, lakini kumbe nimekuja kugundua msikiti wa Manyema hauna spika wireless. Kwa hiyo kuifikia mzee sasa sijui tufanyaje. Hapa ndo watu wale wanafika aizo akipelekea mzee. Haya ndio ni sauti. Nimeambiwa na Kigora alhamdulillah. Sogezeni. Suluki. Kwanza kutaka lakini nazungumza kwa sababu huyu Kenya ni mtoto niliolea, wameelewa na nikitizama alivyo na baba yake hawana tofauti hata kidogo, lakini Mwenyezi Mungu alitoa, Mwenyezi Mungu au alimwekeza mwenyewe. Marehemu Awadi na marehemu baba yake nimwambia Awadi kusoma, ndio maana Awadi wampeleka nje. Alivyotoka huko akatoka na mtoto yake, akamwambia hakuna kwingine kokote, hakuna ualimu, hakuna nini, ingia polisi. Akaingia polisi na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akamsaidia, amekuwa mtoto mwema, mtoto msikivu, mtoto mwenye adabu. Kwa kweli sina cha kusema zaidi ya kidini. Amekulia marehemu yake alikuwa na yeye mpaka hizo. Mimi namwombea kila la heri Mwenyezi Mungu ampe makazi mema, aione pepo ya Firdausi. Saidieni mzee aweze kuangalia hivi sasa. Kwa Mungu kwa Rasulullah namkaribisha shehe wetu wa mkoa Sheikh Sheikh Azad Okawango Muhammad Mshukuru. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mheshimiwa Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Bwana Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, baraka yetu,
wajumbe wote wa baraza la ulama, mashekhe wa wilaya mlioko, mashekhe wa kata, viongozi wa serikali, madarueshi wenzangu, wanahabari na sote tuliohudhuria kama waombolezaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami namshukuru Mwenyezi Mungu nimesimamishwa kusema katika hadhara hii ambayo kawaida yake na sura iliyopo humnyima mwenye kutaka kusema maneno. Kwanza, mauti kama mauti umetakiwa tutoseke na kile kifo chenyewe iwe ndio mawaida. Lakini cha pili, minasaba imepakata watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia, kwanza umri, pili elimu, tatu hikma. Kwa sura hiyo wao ndio wenye maneno katika hadhara kama hii. Lakini nadhani kusimamishwa kwangu ni ile maneno wanaosema Waswahili, siku zote mtu akichonga mwiko lengo lake ni kunusuru kufika kwa mkono wake. Na sura hiyo inaonekana wazi kwamba dunia hii kama alivyosema Sheikh Hassan al-Ghafari, fawaha al-mautu dunia lam yatruk lidhi lubin farha. Kifo kimekuja kuifedhei dunia, na kwa yoyote mwenye akili akikumbuka kifo basi hawezi akafurahi hata akipewa glasi ya juisi. Wazee wanatuachia kufanya kazi hizi za kusema mbele yao kwa lengo tu ipo siku sisi tutabaki, wao watatangulia. Naomba Mwenyezi Mungu awape umri mrefu. Kwa hiyo lengo lao kuona tukiondoka hao kina Walidi waendelee kuvaa viatu vyao, na ndio mambo ya mipango ya wenye akili. Kama alivyosema Zakaria, alimwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nipe walia yarithuni wa yarithu ala Yaqub. Mipango ya wenye akili kama msikiti. Ya Rab, umri wangu ni huu, lakini kabla sijaondoka na kuomba nipe mtoto atakayekuja kurithi mimi na kuarithi kizazi cha Yaqub. Sote tunajua kwamba mitume harithiwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nahnu ma'ashara al-anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqa. Sisi mitume haturithiwi, chochote tutakachokiacha ni sadaka. Sasa pale Yaqub alikuwa anamaanisha nini? Kurithi mwenendo, kurithi kazi za dini ili dini iendelee. Nadhani hicho ndio kinatufanya tusimame mbele yao ili wahakiki kwamba kama alivyosema mwenye kusema wakati amekufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta kunta sawadan linadhiri falyawma ghaba an-nadhiru man shaa ba'daka falyamut fa alayka kuntu uqabil. Ndugu yangu Awad, Mwenyezi Mungu amrahamu, ni mtu, ni kijana, ni mwanadamu kwa umri mfupi aliomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ametuonyesha kwa vitendo bwana huyu utu wa mwanadamu. Miaka michache aliyopewa na Mwenyezi Mungu duniani ameletwa kumbe kutupa risala, kutupa message. Utu ni huru na ubinadamu ni huru. Kuna mifano mingi juu ya hilo, nitosheke miwili mbele ya hadhira hii ya wakubwa hawa. Awali alikuwa ni askari, na sio askari mdogo, ni askari mkubwa. Kuna wakati nilikuwa nikijiuliza mimi kwa akili yangu fupi, huyu ni darueshi, ni polisi? Kwa nini? Ni mtu aliyeweza kuyatekeleza majukumu mawili kwa wakati mmoja. Alijua yeye ni askari, alikwenda kiaskari, lakini alijua yeye ni Muislamu na alikwenda Kiislamu. Hatukumkosa katika matukio ya kiaskari na alifanya vizuri huko, na hatukumkosa katika matukio yetu na alifanya vizuri.
tosheka. Hakukosa hadhara hata moja hapa Dar es Salaam, labda wana dharura. Na wallahi akija katika hadhara awali anakuwa mwalazi. Hakukaa binafsi kama mimi polisi mkubwa ningoje huko. Atakaa maeneo, atajificha, wewe mwenye hadhara usimwone, lakini atatokea katika sinia naye anaandaa. Mwenyezi Mungu ampe kutaka usura mzima. Katika polisi, kabla sijakuwa na nafasi hii aliyochukua Mheshimiwa Mufti, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, niliwahi kualikwa na mmoja katika wapenzi wangu Walimatul Absi maeneo ya Zingiziwa, na tangu zalio mimi sijafika maeneo yale. Nikaondoka nikaenda nikiendesha gari na mmoja katika vijana wangu peke yake. Tukafika mahala nadhani kama Sweden kwa Msumbiji, Maputo Msumbiji, nikapotea, sikujua kulia wala kushoto, nikabaki nimedangana hairana. Nikashuka ili nimuulize mtu, sijui alikaa wapi, lakini hatimaye nikakuta simu inaita yeye. Akanambia, Walidi, acha udaweshi, ukipita katika himaya za watu kutoa taarifa. Unakwenda wapi? Nikamwambia nakwenda harusini pia. Kwani wewe uko wapi? Akanambia sio kazi yako, mimi ndio kazi yangu kujua wewe uko wapi. Huyo ni polisi. Ananionyesha kwamba mimi niko huku, jicho langu kila atakayekanyaga ardhi hii ya Chanika mimi wangu. Anaambia sijitokezi, baki hapo, najua unapokwenda na watakuja watu wakupeleka. Yule mtu ambaye alinialika harusi alinikimbia kwa sababu nilipelekwa na lendoka ya polisi. Mwenyezi Mungu ampe chake kwa mkono wa kulia. Alifanya kaburi lake au kwa familia yao jana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani. Sasa ratiba kwa mujibu iliyopewa ni wakati wake. Jumbe baraza la ulama na imamu mkuu wa msikiti wa Maniema adai ila Allah fadila Sheikhuna Sheikh Hamid Mas'ud Jongo, Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Hivi sasa ni wakati wake kukaribisha. Mheshimiwa viongozi mbalimbali yupo hapa, Inspekta Jenerali Staafu Mzee Omar Maita na muumini wa msikiti wa Maniema, ambaye kusema kweli mimi najua kuwa umesiwa na mtoto wako, ni haki yako ulie, lakini kuna watu wako huko Ocean Road wakisikia kuwa wale wamekufa watalia, wagonjwa watalia na watajisahau kwa maana wao ni wagonjwa hatari. Lakini haya ndio Mungu anayafanya siku zote, kwa sababu ile siku alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi Mtume kwa mema yale na vile alivyo ilipoteza takiwa afya ile aondoke. Hivi nataka ipo kama sisi muone nani, lakini kaondoka. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Lakini ameyafikiaje haya Awali Muhammad Awali Shiko? Ni mfano mdogo tu ambao Waarabu wanaosema kulibna man shita waktasib adaba yughnika mahmuduhu anil nasab. Neno hili tafsiri yake msikiti mzima huu anamjua huyu rais wa Ubaya Ubwela. Yeye anajua maneno ya kulibna man shita waktasib adaba yughnika mahmuduhu anil nasab, kwamba kuwa mtoto wa mtu yoyote yule, lakini wewe kuwa na nidhamu, kuwa na adabu, kuwa na maadili mema, haya yatakutosha sifa zake kuliko nasab. Leo hapa
hatuhitaji nasabu ya chiko, tunataja matendo mema yatokea babu yake, alafu baba yake, mpaka yeye mwenyewe ndiye aliyotushughulisha kuyataja, kwa sababu nasabu ya mtu kuitaja tabu sana, lakini matendo ya mtu alhamdulillah yanakuwa ni rahisi kwa sababu yanatuelea. Nasabu ya mtu haituelei, lakini matendo yake mema yanatuelea. Mheshimiwa Mufti, huyu wewe ni mtumishi wako, kidini ni raia wako, wewe ndiye mfiwa mkuu, kiujumla wewe ndiye uliyefiwa, na namna alivyokuwa akikutumika wewe mwenyewe unajua. Mimi sina haki ya kukusemea lolote, ila katika munasaba huu wewe unajua la kusema kuliko mimi ninayekuita, na nilipokuwa nimetumwa nimsimamishe nje, basi itatumika kwamba tafadhali usimame uzungumze kidogo ili tukazike. الحمد لله القائل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويكم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكرا اليوم شكرا العلماء وحسن شزيكا كتيب بلد العلماء، شيخ مصطفى شيخ وليدي وشيخ زان wote waliofika hapa, shauri wangu mzee Londa, mzee Batida, mzee Omar Nabita, rafiki yangu, Waislamu wote tulioko hapa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa kama ilivyo kawaida yake, alikuwa amekaa na masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kisha likapita jeneza la mtu mwema, watu wakalizungumza sana, kama ambavyo toka mwanzo wamezungumza sifa sana za al-marhum Mwenyezi Mungu akufirie na amrehemu. Akazungumza sana yule marhum alikuwa amepita pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajaba. Shakakaa kwa kitambo kadhaa, likapita jeneza lingine, watu wakalizungumza vibaya sana. Kumaliza wakamsikia Mtume anasema wajaba. Kawaida ya masahaba kwa Mtume ilikuwa kila akizungumza Mtume jambo, baadaye kumuuliza ili kwao liwe ni darsa. Ya Rasulullah, imekuwaje jeneza la kwanza limepita hapa mkalizungumza vizuri sana kwamba yule alikuwa mtu mwema, alikuwa kadha, alikuwa kadha, kisha ukasema wajaba. Nini unakusudia katika neno wajaba? Akasema annasu shuhadaullah, watu ni mashahidi wa Mungu, watu ndio mashahidi wa Mungu. Mmemshuhudia wema wake alikuwa kufanya hapa duniani. Nimesema wajabat kwa sababu huyu ni mtu wa peponi. Wajabat ni kwa kumaanisha kwamba wajabat lahu janna, imemwajibikia mtu huyu pepo kwa sababu ameshuhudiwa na watu kuwa ni mtu mwema. Na yule mwingine jeneza lake ilipopita mkaisema sana vibaya, nikasema wajabat, nilikuwa nakusudia kwamba ni wajabat lahu nar, wote umemwajibikia kwa sababu ya ule ubaya aliokuwa nao hapa duniani kufanya. Kwa watu ni mashahidi wa Mungu,
Na leo almarhum Mwenyezi Mungu amrehemu na kumfirie, ameeleza, na hata kama tukichukua muda mzima kueleza, kila mmoja atakueleza vizuri na hatutoweza kumaliza habari za kueleza. Tumeshuhudia kwa wema. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhanna yetu tulionayo kwake ajalie kuwa ni bustani katika bustani ya peponi. Neno la mwisho la kuonesha ulimwenguni sio mahala pa kukaa, na ujitayarishe kila ulivyo, kwamba iko siku moja utatokewa na lililotokea ndugu yako Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Siku moja alichimba shimo akalitia na mwanadamu, kisha akaenda akajilaza katika ule mwanadamu, kisha akavuta, yaani akapiga kelele kubwa, akasema ya laitani lam talidni ummi, natamani mamangu asingezaa. Kauliza kwa nini sallallahu kama hamnioni nilivyo, hamnioni hadhi yangu katika Uislamu, hamnioni uongozi wangu katika Uislamu. Itatokea siku moja nitatutikwa na watu katika mabega yao, kisha nitakuja kutiwa katika shimo kama hili, kisha nitalazwa katika wanadani. Ya laitani lam talidni ummi, akarudia, natamani mimi mamangu asingezaa, nikawa nimesahaulika kabisa, hakuna kitu, kuliko kwamba itafikia siku mimi nitakufa na nitakuja kuzikwa katika sehemu kama hii. Wallahu alim tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, hapa tumefanya mambo mengi, tumesoma Qur'ani, sura Al-Fatiha 3, Ikhlas 3.